Kijana kama huyu ambaye is either ni hii au ni ndoto nyingine yoyote, yuko chuoni au na long run kwenye talent yake, kwenye ambacho anakifanya, azingatie vitu gani vitatu vya msingi? Kwa biashara yako hii ambayo unaifanya, inaitwa ni ujasiriamali. It means hausubiri bosi akulipe hela, ila unafanya mwenyewe alafu unatengeneza pesa. So ukitaka kuweza kufanya kwa ukubwa na tofauti, iweze kuwa na impact leo, kesho na kesho kutwa, jambo la kwanza ambalo unatakiwa kufanya, usiwe kinyozi ambaye umekaa na saluni yako unasubiria watu wapite barabarani wakuone unaingia. Inabidi ufanye kwa tofauti. Naifanya hii ujasiriamali wangu katika foundation ipi? Sasa kama unatamani kufanya impact kubwa, iweze kutengeneza pesa nyingi, iweze kukupa impact kwenye generation na kutokufanya kama watu traditional wanavyofanya, inabidi kujua foundation. Foundation ya kwanza, natakiwa nijue skills, namna ya kuifanya, naingiaje vipi sokoni. Ukishajua ni unaingia vipi sokoni, itakusaidia unatumia njia gani kuingia sokoni. Kwa mfano, unanyoa. Jambo la kwanza sokoni, ili kuleta kutengeneza pesa ya kwanza, lazima utengeneze kitu inaitwa personal brand. Sasa hivi tupo kwenye generation ambayo tumebarikiwa kuliko generation zote zilizopita. Tuko na social media. Unaweza sasa hivi ukaanza kuwa booked na watu wakiwa Mbezi Beach, Masaki, Mbweni, na ukawa na kalenda yako ya wiki. Unaenda wapi. Na hii itakuwa utofautisha na vinyozi wengine. Kwa sababu gani? Badala ya kuwa unanyoa kama vile unasubiri mtu mmoja aje 1000 2000, ukiwa booked kwa wiki, wewe moja kwa moja auanze kunyoa kiholela, wala usubiri wateja waje. Cha kwanza unatengeneza personal brand. Ukishatengeneza personal brand kutumia social media, personal brand inakufanya soko likuangalie. Badala wewe kukimbiza soko linakukimbiza wewe. Sasa ukishakuwa booked, mtu anayekubook kufanya naye kazi akupe 2000. Ukishatengeneza hivi, moja kwa moja unabidi uandae kitu kinaitwa offer. Badala ya kumwambia tu nitakunyoa sasa hivi bro, shukrani 2000 tumemaliza, unatoka Mbweni tena mpaka kurudi labda Kinondoni. Hapana, unaandaa offers. Kwenye kuandaa offer, unampiga mnyoo mzuri safi sana, afu baada ya mwisho unamwambia bro, baada ya kuwa na kunyoa hivi kila siku unalipa sio nauli na nini, unaonaje ukafanya kitu kimoja? Badala kunyoa hapa uje unipe 2000, na package 3. Una package ya mwezi, package ya miezi 3 na package ya miezi 6. Kwani kwa mwezi unajua siku ngapi bro? Mimi nanyoa kama mara 4 kwa wiki, mara moja, si ndio? Okay, sawa. Sasa mimi kwa mwezi, baada ya kulipa hiki kiasi, unajua kanilipa kiasi hiki package ya mwezi, ambayo mimi kazi yangu itakuwa nakuja hapa tu, tuta arrange siku gani ya wiki ambapo nitakuwa iko flexible, nitakuwa nakuja kufanya huduma. Kwa mwezi utalipa hii, lakini ukifanya kwa mwezi 3 bro, nitakufanyia hivi, utapata discount kidogo. Lakini pia ukifanya kwa mwezi 6 utapata hii, utalipa hivi, lakini ukicalculate hapa kwa mnyoo mmoja unakuwa umeweza kuattain hivi vitu fulani. Kwa hiyo una package, una offer 3 za mwezi mmoja, miezi 3 na miezi 6. It means kalenda yako ikiwa booked na ukafanya vizuri marketing kwenye social media,